Samia oye! Mheshimiwa Mwenyekiti wa CCM wa Taifa, Rais wetu na mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa CCM wa Mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa chama chetu, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Mheshimiwa Rais mstaafu wa awamu ya 4, viongozi wakuu wa serikali walioko hapa, waheshimiwa viongozi wastaafu wa CCM, wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM, wa kamati kuu, wana CCM, ndugu wananchi. Mheshimiwa mgombea wetu na rais wetu, nianze kwa kushukuru sana kupewa nafasi hii ya kusema machache, na nitaongea kwa kifupi inavyowezekana kwa kuwa mkutano huu ni wa kwako, sisi tunasafisha njia. La kwanza, Mheshimiwa mgombea wetu, nitumie nafasi hii kwa mara nyingine kukushukuru sana kwa imani kubwa ulioiweka kwangu kwa kunipendekeza kuwa msaidizi wako mkuu katika kipindi hiki cha uchaguzi huu. Mheshimiwa mgombea mwenza, utakumbuka miaka 4 iliyopita uliniteua kwa balozi wa Tanzania nchini Misri mwaka 2021 mwezi Disemba, lakini muda mchache baadaye mwezi Januari 2023 ulinipendekeza kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, na mwaka huu mwezi Januari ulinipendekeza kuwa mgombea mwenza. Ndani ya miaka 4 umenionyesha imani yako kwenye nafasi muhimu katika nchi yetu, nafasi 3. Shehe alipoongea hapa leo, alipotuongoza katika dua, alisema wema hulipwa kwa wema, na mimi nataka nikuhakikishie kwamba imani uliyoionyesha, namna pekee ninayoweza kuilipa ni kukusaidia kwa nguvu zangu zote, kwa akili zangu zote na kwa uwezo wangu wote. Ni kukusaidia kwa uaminifu wangu wote, ili ndoto na maono yako, lakini pia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ufanyike kwa mafanikio makubwa katika miaka 5 inayokuja. Mheshimiwa mgombea wetu, tumezunguka katika nchi yetu katika mikoa 25 ya bara na mikoa 2 ya Zanzibar tukinadi utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nataka nikuambie kwa dhati kabisa kwamba Watanzania katika sehemu zote tulizopita wameridhika na utekelezaji wa ilani uliofanywa chini yako. Katika kila sehemu tuliyopita, Watanzania wametutuma kwako tukueleze kwamba kesho watakupa kura ambazo hazijapata kutokea. Na hii ni matokeo ya uchapakazi wa hali ya juu ulioufanya, ukitanguliza mbele mahitaji na matarajio ya watu wetu, ukizisimamia serikali zetu kutimiza wajibu wake, lakini vile vile ukisimamia Chama cha Mapinduzi kuzisimamia serikali zetu. Nataka nikuhakikishie kwamba kwa mambo tuliyoyaongea na wananchi, kwa mambo waliotuahidi, zawadi wanakwenda kukupa kwa hakika ni ushindi wa kishindo. Tumezungumza na wananchi kuhusu mambo tunayotarajia kufanya katika miaka 5 ijayo, na kwa imani ya yale uliyokwisha yafanya tayari, wananchi hawana shaka kwamba ilani ya CCM itakwenda kutekelezwa kwa kishindo chini yako. Wananchi hawana shaka kwamba mafanikio yatakayopatikana katika miaka 5 ijayo ni makubwa zaidi kuliko yaliyopatikana sasa. Wananchi wana imani kubwa na wewe, mwenyekiti wangu, mgombea wetu wa urais na rais wetu. Naomba ujue kwamba Watanzania wana matumaini makubwa na wewe. Watanzania wana imani kubwa na wewe. Watanzania wanajua hutawaangusha katika safari ya maendeleo ya miaka 5 ijayo. Na ni dua yangu kwa Mungu kwamba akusimamie kuyafikia matarajio ya Watanzania yaliyowekwa katika misingi ya utendaji wako ndani ya miaka 5 iliyopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, natamani sana kwamba baada ya miaka 5 watakaopita kukinadi chama chetu waweze kusema kwa ujasiri kama mimi na wewe tulivyofanya safari hii. Tumeongea kwa urahisi na Watanzania sehemu zote tulizopita kwa sababu ya kazi kubwa iliyofanywa katika miaka hii 5. Kwa sababu ya kazi inayoonekana iliyofanywa katika miaka hii 5. Kwa sababu ya kazi yenye tija iliyoonekana katika miaka hii 5. Natamani katika miaka 5 inayokuja tuweze kurudi kwa wananchi tukiwanadi wagombea wa Chama cha Mapinduzi tukiwa na hali hii ya kujinadi kwa mambo mazuri na makubwa yaliyofanyika kwa chama chetu.
Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuyasema hayo, nirudie kusisitiza kwamba wana CCM wote wakapige kura, wananchi wote wakapige kura. Ameongea katibu mkuu mstaafu hapa kwamba watu wa Songea walisema lazima wawashinde Wasukuma kwa kura nyingi, na mimi sina hakika kama Wasukuma wanakubali jambo hili. Niambieni, mnakubali mnakataa? Mnakubali mnakataa? Mko tayari kuzidiwa na Wangoni? Mko tayari kuzidiwa na Wangoni? Basi mkaonyeshe kwa vitendo, mkaonyeshe kwa vitendo. Kesho Mwanza na kanda ya Ziwa ipige kura ambazo hazijapata kutokea katika nchi yetu. Na mimi nataka niwahakikishie, nimefanya kazi chini ya Rais Samia kwa muda wa kutosha, nimemfahamu vya kutosha. Akisema anamaanisha, lakini ana mapenzi makubwa kwa nchi yetu, ana hamu kubwa ya nchi yetu kupiga hatua za maendeleo, na mimi nitakuwa msaidizi wake nikisimamia maono na maelekezo yake. Na washukuruni sana, tunaomba wote mkapige kura kesho. Asanteni sana.